Ni saa 12 Afrika Mashariki, sawa na saa 11 Afrika ya Kati. Bila shaka hujambo msikilizaji. Leo ni Alhamisi, Desemba 18, 2025. Karibu katika matangazo ya Amka na BBC. Mimi ni David Inkia. Katika Amka na BBC asubuhi hii, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametaka kupunguzwa kwa mvutano kati ya Marekani na Venezuela baada ya mazungumzo ya simu na Rais Nicolas Maduro. Kundi la waasi la M23 limesema limeanza kujiondoa katika mji wa Uvira mashariki mwa DRC, huku kukiwa na taarifa mbalimbali kwamba kundi hilo bado halijajiondoa katika eneo hilo. Na katika gumzo tunaangazia hatua ya Marekani kuweka marufuku ya usafiri dhidi ya raia wa baadhi ya mataifa, Tanzania ikiwemo, katika vikwazo hivi karibuni vya usafiri. Hii inaashiria nini haswa? Msimamo wa Trump kuhusu nchi za Kiafrika sio kitu kipya. Tokea awamu yake ya kwanza alionyesha wazi msimamo wake, na pengine nchi zetu zingejiandaa kwa hilo, kwa sababu yeye tunajua mahusiano yake yeye ni yale ambayo ya maslahi yake. Naam, haya ni machache kati ya mengi tuliokuandalia msikilizaji, lakini kwanza ni muktasari wa habari za ulimwengu. Msomaji ni Sarafina Robi akiwa Nairobi. Karibu Sarafina. Asante sana Nkia. Hujambo msikilizaji, tukianza moja kwa moja ni kwa rais wa Venezuela Nicolas Maduro ameshtumu Marekani kwa kujaribu kuigeuza nchi yake kuwa kama koloni yake, na katika hotuba ya wazi amesema jaribio lolote la mabadiliko ya serikali yake litashindwa. Kauli yake inajiri siku moja baada ya rais wa Marekani Donald Trump kutangaza kuzuia meli za mafuta zilizowekewa vikwazo, akisema Venezuela sasa imezingirwa na vikosi vya jeshi la Marekani. Umoja wa Mataifa umezitaka pande zote mbili kupunguza mvutano, na rais wa Mexico Claudia Sheinbaum ametaka kuwepo kwa mazungumzo ili kuzuia umwagaji wa damu. Wakati huo huo, baraza la wawakilishi la Marekani limepiga kura dhidi ya azimio ambalo lingemtaka rais Trump kuomba idhini ya bunge la Congress kabla ya kuishambulia Venezuela. Tuzo za Oscar zitaonyeshwa mubashara kwenye YouTube kuanzia mwaka 2029 baada ya kampuni ya teknolojia kushinda zabuni dhidi ya watangazaji wengine. The Academy of Motion Pictures Arts and Science imekuwa ikipeperusha sherehe hiyo kwenye idhaa ya Marekani ABC tangu miaka 1970. Inachukuliwa kuwa usiku mkubwa zaidi katika filamu. Tuzo hizo zitapatikana bila malipo kwa watumiaji bilioni 2 wa YouTube kote ulimwenguni. Watazamaji nchini Marekani watahitaji usajili wa YouTube TV. Mpango huu utaendelea hadi mwaka 2033 na unajumuisha haki za utangazaji wa zulia jekundu, matukio yote na tamasha la The Governor's Ball. Taarifa ilisema tuzo za Oscar zitakuwa rahisi kufikia hadhira yake inayokuwa ya kimataifa kupitia vipengele vinavyojumuisha nyimbo za sauti na nukuu katika lugha nyingi. Shirika la Afya Duniani yani WHO limeanza kongamano la kimataifa la siku 3 kuhusu tiba asilia katika mji mkuu wa India, Delhi. Zaidi na Esther Lombano. Nia ni kuwezesha mazoea ya uponyaji ya zamani kujumuishwa zaidi na mifumo ya kisasa ya utunzaji wa afya na kuwezesha uchunguzi wa kisayansi kupitia teknolojia mpya kama akili mnemba. Kupitia njia ya video, mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema kuna ongezeko kubwa la mahitaji ya dawa za jadi katika nchi, jamii na tamaduni. Wahifadhi wanaonya kwamba mahitaji ya baadhi ya bidhaa zinazotumiwa katika dawa za asili huchochea usafirishaji wa wanyamapori walio hatarini kutoweka, wakiwemo chui milia, faru na pangolini. Naam, sasa na baraza la kitengo cha juu la bunge la Brazil ni Seneti limeidhinisha mswada wa kufupisha kwa kiasi kikubwa kifungo cha miaka 27 jela iliyotolewa na rais wa zamani Jair Bolsonaro. Bolsonaro alipatikana na hatia ya kupanga mapinduzi baada ya kushindwa katika uchaguzi uliopita wa urais. Mswada huo ambao unaweza kupunguza kifungo chake gerezani hadi zaidi ya miaka 2 ulipitishwa na baraza la mawaziri wiki iliyopita. Sasa mswada huo utawasilishwa kwa Rais Luiz Inacio Lula da Silva ambaye anaweza kupiga kura ya turufu, lakini hatimaye unaweza kubatilishwa na Congress. Hii ni BBC.
Na muktasari wa habari za ulimwengu umesoma kwako na Sarafina Robi. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ikikutangazia kwenye FM radio shirika na kwenye internet katika bbcswahili.com. Ukiwa Tanzania unatupata kupitia Abud FM, Kenya ni unatupata kupitia Mwaned FM, Uganda ni Voice of Busoga, na iwapo po DRC atagisikio kupitia Radio Muungano Beni. Aidha unaweza kutufuatilia moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook wa BBC Swahili, ukaweka maoni yako na tukipata nafasi tunayasoma moja kwa moja. Asubuhi ya leo upo nami David Inkia. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametaka kupunguzwa kwa mvutano kati ya Marekani na Venezuela baada ya mazungumzo ya simu na Rais Nicolas Maduro. Amesisitiza umuhimu wa kujizuia na kulinda utulivu wa kikanda badala ya kuongeza shinikizo kwa Maduro, wakati Marekani ikitangaza kuzuia meli za mafuta za Venezuela na kupeleka wanajeshi wengi eneo la Caribbean. Zaidi na Esther Luambano. Marekani imetangaza kuweka mzingiro dhidi ya meli za mafuta za Venezuela, huku ikiendelea kuimarisha uwepo wake wa kijeshi katika eneo la kusini mwa bahari ya Caribbean. Venezuela imesisitiza kuwa usafirishaji wa mafuta kwenda nje utaendelea kama kawaida. Hali hii ya mvutano imewafanya viongozi wa kanda hiyo kuwa na wasiwasi, ambapo rais wa Mexico Claudia Sheinbaum ametaka pande husika kukaa meza ya mazungumzo ili kuzuia umwagaji wa damu nchini Venezuela. Haya yanajiri baada ya rais wa Marekani Donald Trump kutangaza kuzizingira meli zote za mafuta zilizo chini ya vikwazo zinazoingia na kutoka nchini humo. Msemaji wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Farhan Haq ametoa kauli hii. With a vast US naval build up in the Caribbean Sea, Mr. Trump wrote on social media. Kuongezeka kwa nguvu kubwa ya jeshi la majini la Marekani katika bahari ya Caribbean. Rais Trump ameandika kwenye mitandao ya kijamii kwamba Venezuela imezungukwa kabisa na kwamba anaagiza kuzuiliwa kabisa kwa meli zote za mafuta zilizowekewa vikwazo. Hali hii ni ukiukwaji mkubwa wa sheria za kimataifa. Hatua hii inalenga kuongeza shinikizo kwa rais wa Venezuela Nicolas Maduro, ambaye rais Trump anajaribu kuwasilisha hoja kuhusu kile alichosema ni mafuta ya Marekani yaliyoibwa, wizi uliofanyika miongo kadhaa iliyopita. Venezuela imesema balozi wake katika Umoja wa Mataifa ataripoti hatua hiyo kama ukiukwaji wa sheria za kimataifa, na kusisitiza kuwa wananchi wake pamoja na jeshi na polisi wako tayari kuilinda nchi yao. Kwa upande wake, Marekani imeishutumu serikali ya rais Nicolas Maduro kwa kuyatumia mapato ya mafuta kujigaramia pamoja na kufadhili biashara ya dawa za kulevya na usafirishaji haramu wa binadamu. Hata hivyo, Venezuela inadai Marekani inalenga kuiba utajiri wake wa mafuta. Ni Esther Luambano. Kwingineko, kundi la waasi la M23 limesema limeanza kujiondoa katika mji wa Uvira katika jimbo la Kivu Kusini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tangazo hilo limetolewa na viongozi wa M23 sambamba na Congo River Alliance kwenye kurasa zao za mitandao ya kijamii. Hatua hii inakuja huku kukiwa na taarifa kinzani kwamba kundi hilo bado halijaondoka katika eneo hilo la mashariki mwa DRC. Zaidi na Sarafina Robi. Mwanzoni mwa wiki hii waasi wa M23 walisema wapo tayari kujiondoa ili kusaidia juhudi za upatanishi zinazoongozwa na serikali ya rais wa Marekani Donald Trump kwa kushirikiana na Qatar katika kutafuta amani kwenye vita vya muda mrefu kati ya waasi na majeshi ya serikali nchini DRC. Mapema mwezi huu kundi la M23 liliuteka mji wa Uvira, jirani na mpaka wa Burundi, chini ya wiki moja baada ya marais wa DRC na Rwanda kukutana na rais Trump mjini Washington na kudhibitisha upya dhamira yao ya kuheshimu mkataba wa amani wa Washington. Serikali ya Marekani imekosoa vikali utekaji wa mji huo, ikisema ni tishio kwa juhudi za upatanishi. Cornelius Nangaa, kiongozi wa muungano unaolijumuisha kundi la M23, amesema siku ya Jumatatu kupitia ukurasa wa mtandao wa X kuwa hatua hiyo ya kujiondoa ni hatua ya upande mmoja ya kujenga imani ili kuipa nafasi kubwa zaidi mchakato wa amani wa Doha kufanikiwa. Hata hivyo, waziri wa mawasiliano wa Kongo, pia msemaji wa serikali Patrick Muyaya, amelipuuzia tangazo hilo la kujiondoa kwa waasi wa M23 katika mji wa Uvira, akielezea hatua hiyo kama mbinu ya upotoshaji, akidai ni jaribio la kupunguza shinikizo dhidi ya Rwanda, ambayo serikali ya Kinshasa, Umoja wa Mataifa na mataifa ya Magharibi yanaishtumu kwa kuunga mkono waasi. Rwanda imekuwa ikikanusha tuhuma hizo.
Msemaji wa jeshi la Kongo, Sylvain Ekenge, amesema mapigano yanaendelea kila siku mashariki mwa nchi hiyo inayokumbwa na mzozo. Hakuna siku inayopita bila mapigano katika eneo la Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Ekenge ameiambia Reuters akirejelea majimbo ambako waasi wa M23 wamefanya mashambulizi ya ghafla na kusonga mbele kwa kasi mwaka huu. Kwa upande wake, Rwanda ambayo inasema majeshi yake yapo mashariki mwa DRC kwa kile inachokiita hatua za kujilinda, imekanusha vikali madai ya kuiunga mkono M23 na badala yake imeyalaumu majeshi ya Kongo na Burundi kwa kuchochea ongezeko la vurugu. Ni taarifa yake Sarafina Robi. Waziri wa maji nchini Tanzania Jumaa Aweso amekiri kwamba kiwango cha rasilimali za maji zilizopo nchini humo hakupaswi kuwepo ukosefu wa maji iwapo mipango iliyopo itatekelezwa kikamilifu kwa kuwashirikisha wadau wote ikiwemo sekta binafsi. Aweso ametoa kauli hiyo wakati wa mahojiano maalum na mwandishi mwandamizi wa BBC Florence Kajage wakati jiji kuu la kibiashara la nchi hiyo Dar es Salaam lenye wakazi wapatao milioni 7 likikumbwa na uhaba mkubwa wa maji kwa zaidi ya wiki 2 sasa. Nchi yetu ya Tanzania si maskini wa vyanzo vya maji. Tuna ziwa Tanganyika, tuna ziwa Victoria, tuna ziwa Nyasa, tuna mto Ruvuma, tuna mto Rufiji, tuna mto Pangani. Hii mito ama maziwa yaunganishwe. Hii safari tumeshaianza ya National Grid. Wengine wanaweza kaona labda bado tumekushaianza kama tunavyoiona sasa. Mithili ya umeme. Mithili ya umeme, kwa sababu kuna baadhi ya maeneo yana maji mengi. Kuna baadhi ya maeneo yana maji. Kwa mfano, huwezi ukaona, kwa mfano ukiangalia Kigoma, ukiangalia Katavi, wale wanaziwa Tanganyika, lakini vipi Singida, vipi Dodoma? Kati fulani iliwahi kuzungumzwa kuhusiana na habari ya maji ya bahari. Lazima tukiweke kama bahari kuwa chanzo mbadala pia cha chanzo cha maji katika jiji hili la Dar es Salaam. Lakini yapo maswali pia unaweza ukajiuliza, sababu kama tuna bahari tunatakiwa tuibadili yawe maji baridi. Lakini mbona tunayo maji ambayo yanapotea baharini? Kwa nini tusiyavune? Kwa nini tusihifadhi ambao tutatumia gharama ndogo ili kuhakikisha kwamba watu wanaendelea kupata huduma maji? Na ndio maana uthubutu na political willing, kwa maana ya utachi wa kisiasa juu ya ujenzi wa bwawa la Kidunda na mabwawa haya mengine. Nadhani huo ndio uelekeo sahihi. Pamoja na kujivunia kwamba tuna vyanzo vingi, lakini lipo swali la kujiuliza kwamba wapo wazee wetu miaka ya nyuma walikuwa wakichezea chemchem, walikuwa wanachezea mito na mbona haipo leo? Iko wapi? Kwa hiyo hii rasilimali tuliokuwepo lazima tuilinde kama mboni ya jicho. 2022 kulikuwa na matatizo makubwa sana ya maji ambayo yanafanana na ile lililopo sasa hivi katika Dar es Salaam pamoja na Pwani, kwa sababu ya Ruvu Chini na Ruvu Juu kuwa na upungufu mkubwa wa maji. Mwishoni mwa robo ya mwisho wa mwaka, mamlaka ya hali ya hewa ilisema kuhusiana na habari ya upatikanaji wa mvua. Kuna sehemu ambako unafikiri kwamba wizara ama watu wanaohusika na maji ikiwemo wizara kwamba ingechukua hatua kabla athari zijitokeza ambazo tunazishuhudia sasa hivi? Hatua tumechukua. Ndio maana nilisema miaka 22-23 kwenye mwezi wa 11 mpaka kwenda kwa 12 pale kwenda mwaka 2023. Moja ya jitihada ni kuboresha mabonde yetu. Baada ya kupata ile athari tukaona kwamba lazima haya mambo yanayojitokeza hayo mafunzo. Tumeboresha mabonde yetu ambao yenye usimamizi wa rasilimali za maji. Lakini la pili, sheria zetu zilikuwa bado hazijabana, hasa katika swala zima la ulindaji na utunzaji wa rasilimali za maji. Tumefanya mabadiliko ya sera, lakini tumefanya mabadiliko ya kisheria, lakini tukafanya ile jambo lazima liwe shirikishi. Na mko urefu mmoja katika BBC hapo Dira ya Dunia baadaye jioni. Na sasa Florence Kajage imefika hapa kwa ajili ya habari za michezo. Oh yes. Asante sana David Nkia. Nigeria imewasilisha malalamiko katika shirikisho la mpira wa miguu duniani FIFA ikituhumu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwatumia wachezaji wanaotumia hati za kusafiria za mataifa mengine wakati timu hizo mbili zilipokutana katika hatua ya mtoano Afrika kufuzu kombe la dunia na Nigeria kutupwa nje kupitia changamoto ya mikwaju ya penalti. Nigeria imedai wachezaji hao hawakuwa na uhalali kwa sababu sheria za DRC haziruhusu uraia pacha. DRC yenyewe inasema Nigeria inajaribu kufuzu kombe la dunia kupitia mlango wa uani. DRC ambayo haijacheza fainali za kombe la dunia tangu mwaka 1974 nchini Ujerumani inangoja hatua ya mwisho ya kufuzu mwezi Machi katika ngazi ya mabara. Kombe la ligi maarufu Carabao huko England limeshuhudia Manchester United na Newcastle United zikifanikiwa Manchester City na Newcastle United zikifanikiwa kutinga nusu fainali baada ya kupata ushindi wa 2-0 dhidi ya Brentford na 2-1 dhidi ya Fulham mtawalia. Sasa katika hatua hiyo ya 4 bora, Manchester City itaikabili Newcastle, huku Chelsea iliyofuzu juzi Jumanne ikikabiliana na mshindi kati ya Arsenal na Crystal Palace. Bingwa mara 6 mashindano makubwa ya tenisi
Carlos Alcaraz ametengana na kocha wake Juan Carlos Ferrero katika hali ya kushangaza. Alcaraz mwenye umri wa miaka 22 amefanya kazi na Mhispania mwenzake tangu kijana, lakini alitangaza Jumatano kwamba wawili hao wanaamua kuachana kabla msimu wa 2026. Si mchezaji bora huyo wa dunia wala Ferrero ambaye ametoa sababu ya kutengana, lakini BBC Sports inaelewa Ferrero